Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu basi tuanze kipindi chetu hiki kwa sala kikiongozwa na mada hiyo ya liturujia na uzima wa milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaongozwa na sehemu ya maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 23 mpaka 33. Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 23 mpaka 33. Siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, wakamwendea wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na muoe yule mkewe ili ampatie nduguye uzao. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na wa tatu, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa maana katika ufufuo haowi wala haolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Tena kwa habari ya ufufuo wa wafu, hamjalisoma neno lililonenwa na Mungu akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi kama mada yetu ambavyo tumeitambulisha hapo mwanzoni kwamba ni liturujia na uzima wa milele. Maana yake ni kwamba kuna uhusiano katika kuadhimisha liturujia na uzima wa milele, kwa sababu lengo letu hapa sisi duniani, tukikumbuka lile swali msingi kabisa ambalo ndio swali mama la kujua kwamba hata tunapoanza maandalizi ya kuingia ukatukumeni na baadaye kuingia maisha ya ubatizo kwa kuingizwa katika Ukristo, tunakumbushwa swali hilo msingi ili litembee nasi nyakati zote, hata baada ya kuwa tumeingia katika Ukristo, tumekuwa Wakristo na kuendelea sasa na maisha mengine na kupokea hizo sakramenti zingine ambazo mtu anaweza kujaliwa kwamba maisha yetu yana lengo gani tunapokuwa hapa duniani. Kwa hiyo lile swali msingi linasema Mungu ametuumba na kutuweka hapa duniani ili tufanye nini? Na tunafahamu kwamba tunasema Mungu ametuumba na kutuweka hapa duniani ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Kumbe lengo la kuwepo hapa duniani ni kwa ajili ya uzima wa milele, ambapo kila mwanadamu ambaye anamwamini Mungu na amejiweka chini ya Mwenyezi Mungu, basi anatambua hilo kwamba hatupo kama sehemu tu ya kupotea. Maisha ya mwanadamu si maisha kama vile ya mnyama au ya viumbe vingine nje ya kiumbe mwanadamu. Kumbe katika hali hiyo sasa, lengo la maisha yetu Mungu baada ya kutuumba ni kwa ajili ya uzima wa milele. Na ndio maana katika kitabu cha Mwanzo ya sura ya kwanza ya 26 Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano na sura yetu. Kumbe daima tumeumbwa kufanana na Mungu. Sasa kama tumeumbwa kufanana na Mungu, maana yake mwisho wa siku ni lazima sasa baada ya maisha ya hapa duniani tuende tukaishi na huyu ambaye tunayefanana naye. Kama vile ambavyo tunavyosema ndege wanaofanana wanaruka pamoja, na hivyo wale wanaoendana kimawazo, wanaoendana kifikra, daima wanakuwa pamoja. Kwa mtindo huo sasa, adhimisho la liturujia linatukumbusha, linatualika, linatuelekeza na linatuongoza kwamba tuungalipo hapa duniani, kila adhimisho tunaloenda kuliadhimisha la liturujia
iwe ni adhimisho la misa takatifu, iwe ni adhimisho la sakramenti mbalimbali, iwe ni adhimisho la kuabudu ekaristi takatifu, iwe ni adhimisho la liturujia ya vipindi masifu, au iwe ni liturujia ya Dominika bila padri. Haya yote yanalenga na kutukumbusha kwamba sisi tunaadhimisha kwa ajili ya kupata uzima wa milele, tukimtukuza huyu Mungu, kumsifu, kumwabudu, kumuomba, na hapo hapo kuangalia lile lengo ambalo huyu Kristo aliyekuja hapa duniani akaishi hapa duniani, akatufundisha na kutuelekeza njia iendayo mbinguni, na mwisho wa siku akatimiza lengo hilo la kwamba sisi tukombolewe kwa njia mateso, kifo na ufufuko. Kumbe ufufuko huo sasa ambao sisi tunaoutarajia kwamba baada ya kufufuliwa ndipo sasa kadiri ya kila mmoja hali yake aliyokufa nayo ndipo anaweza sasa kupata uzima wa milele. Katika maandiko haya ambayo tumeyaanza aliyotufungulia kipindi, Injili hii ya Mathayo sura 22 aya 23 mpaka 33, ni Masadukayo ambao wanamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo swali juu ya swala la maisha ya ufufuo, na hasa wakilenga kuhusianisha maisha ya hapa duniani na maisha ya baadaye. Maana yake unaona kabisa mtazamo wao ni kwamba maisha ya mwanadamu ni kama tu anabadili mahali, ila anabaki katika hali ile ile. Kwa maana gani? Yani kama nilikuwa mimi katika mkoa wa Tabora, ninapoondoka ninaenda mkoa wa Dar es Salaam, au ninaenda mkoa wote ule, maana yake ninabadili mahali. Ninatoka katika mahali ambapo ni Tabora, ninaenda mahali ambapo ni Dar es Salaam. Ninatoka mahali ambapo ni Tabora, ninaenda mahali ambapo ni Kigoma. Kumbe kilichofanyika hapa ni kubadili mahali tu, ila mimi kama mimi ninabaki ule ule. Ndicho ambacho hawa ndugu zetu wa Sadukayo waliwaza hivyo, na ndio maana wanamuuliza Yesu kwamba huyu mtu, kwa sababu Wasadukayo wao kadiri ya mtazamo wao na imani yao hawakuamini kwanza juu ya ufufuo, pili hawakuamini juu ya uwepo wa malaika. Kumbe katika mazingira kama hayo, maana yake wao maisha ya uzima wa milele hayakuwa ni maisha ambayo yana mtu anayapokea akiwa katika hali ya mwili wa kiroho, akiwa katika hali ya mwili wa utukufu. Hapana, ni kwamba mawazo yale yalilenga tu ni kubadili mahali. Kwa hiyo mtu anaishi hapa, anakufa, akifa anabadili mahali. Manake tunakutana tena, tunaendelea na maisha yale yale ambayo tulikuwa tunayaishi katika mahali pengine. Na ndio maana wanamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa ameolewa na wanaume 7 kwa mfumo huo, kwamba kwa sheria ile ambayo kwa Kiyahudi iliitwa sheria ya Levirati. Levirati ni sheria ambayo kwamba mwanaume alikuwa akimwoa mwanamke, ikitokea huyu mwanaume amefariki bila kuwa na mtoto, maana yake kuacha uzao, kumbe sasa mdogo wake au ndugu ya huyu mwanaume sasa atamuoa huyu mwanamke ili ampatie ndugu yake uzao. Kwa hiyo inaitwa sheria ya kuendeleza uzao, sheria ya Levirati, sheria ya kuendeleza uzao, kwamba ampatie uzao huyu ndugu yake. Na kimsingi uzao huu haukuwa wa huyu ambaye sasa ndiye kupitia huyu mwanamke sasa labda wakajaliwa kupata mtoto, atakuwa ni mtoto wake, atakuwa ni mtoto wa yule ambaye tayari ameshatangulia mbele ya haki. Basi ni mila na desturi ambazo pia zimekuwepo katika makabila mbalimbali kama tunavyofahamu, lakini basi kwa asilimia kubwa, sehemu kubwa sasa hivi makabila hayo au mila hizo zimepunguka au labda hazipo kabisa, na kama zipo basi ni katika makabila machache. Kwa hiyo kumbe Yesu anawajibu sasa, kwa sababu anapomaliza kueleza anasema, je, baada ya ufufuo kwa kuwa aliolewa na wanaume 7, je, nani atakuwa mume wake hasa? Kwa Yesu anasema, mwapotea, hamjui nguvu ya Mungu, hamyajui maandiko na wala hamjui nguvu ya Mungu. Kwamba maandiko yanasemaje juu ya maisha ya umilele, kwamba huyu mwanadamu baada ya kufa nini kinatokea, lakini hiyo nguvu ya Mungu ikoje? Nguvu ya Mungu ambaye aliumba pasipo kitu,
huyu Mungu anampa huyu ambaye amemuumba sasa kwa ajili ya kuunganika naye katika uzima wa milele, ile kuubadili huu mwili wa nyama kuwa mwili wa utukufu, kama ambavyo anavyoeleza Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Watesalonike ile sura ya 4 aya ya 13 na kuendelea. Kumbe sasa katika muktadha huu sisi ambao sasa tumebatizwa, kwa maana hii kwamba Mkristo anayeunganisha kifo chake na kifo cha Yesu anakiangalia kifo kama safari ya kumwendea Yesu na kuingia maisha ya umilele. Kwa hiyo huyu mtu ambaye amebatizwa katika Kristo anafia dhambi na anafufuka pamoja na Kristo katika huo ubatizo kwa ishara au katika hali hiyo ya mfanano na Kristo kwa njia ya kiroho. Ana maisha yake yote kwa njia ya kuingizwa katika Ukristo ni maisha ya kutamani maisha ya uzima wa milele. Na ndio maana anapoenda kuadhimisha liturujia, iwe ya misa, iwe ya sakramenti mbalimbali, iwe liturujia ya vipindi, iwe liturujia kuabudu Ekaristi Takatifu, utaona kabisa kwamba mwelekeo wetu ni kwa ajili ya uzima wa milele. Na hivyo liturujia daima inatualika kwamba kila tunapoenda kuadhimisha, maana yake uso wetu unakaza kuelekea mbele kwenye uzima wa milele. Na ndio maana maandalizi yote yanakuwa ni maandalizi kwa sehemu ya kwanza yale ya kiroho, na baadaye haya ya kimwili, vitu mbalimbali mimi mwenyewe katika hali yangu ya nje ya mwili, na vitu vinavyotakiwa katika maadhimisho, iwe ya misa au sakramenti mbalimbali au liturujia vipindi au kuabudu Ekaristi Takatifu. Haya yote maandalizi ya nje yawe nguvu tu ya kunisaidia kuwa na maandalizi mazuri ya ndani ambao ni ya kiroho, kwa sababu naenda kukutana na huyu mtakatifu kabisa, mtakatifu wa watakatifu, ambaye kwa kweli ni utakatifu wenyewe, yani Mungu. Na ndio maana sasa tunapoingia katika adhimisho la misa takatifu, utaona kabisa kwamba tunaalikwa kabisa mwanzo kabisa, ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kuistarisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Haya mafumbo matakatifu yanatupatia nini? Utaona sasa tunapomaliza ili tendo la toba, padri anatamka maneno haya: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo tunaupata uzima wa milele kwa kuwa tumetakaswa, kwa kuwa Mungu ametutakasa, na sisi kwa kuwa tumejiweka vizuri kwa maandalizi hayo ya kiroho, kwa njia ya sakramenti ya kitubio, kwa njia ya matendo ya huruma, kwa njia ya sala mbalimbali, na kwa kupokea daima masakramenti. Na ndio maana sasa sala hii inatukumbusha daima kwamba tupo mbele ya Mungu ambaye ndio uzima wa milele wenyewe. Na hivyo maisha yetu sasa, kila tunapoadhimisha adhimisho la misa takatifu, linatujaza nguvu ya kimungu ndani yetu kwa njia ya neno lake na kwa njia kupokea Ekaristi Takatifu. Na baada ya hapo tunaalikwa sasa kwenda kuishi kile ambacho tumekipokea na kukiweka katika matendo. Na ndio maana mwishoni padri anatubariki na kutuaga baada ya adhimisho, anaposema awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Anasema namna ya kwanza, nendeni na amani. Namna ya pili, misa imekwisha, sasa mnatumwa kuishi Injili. Namna ya tatu, nendeni mkaitangaze Injili ya Bwana. Kwa hiyo hii yote inatualika kuendelea kuwa mashuhuda, kuwaambia watu kwamba Yesu Kristo ndiye ukweli, ndiye njia, ndiye uzima, na yeyote anayemwamini basi atajaliwa kupata uzima wa milele. Na hivyo maisha yetu ya kila siku, ushuhuda tunaoonyesha baada ya kupata nguvu hii ya kiliturujia ambao ni Mungu mwenyewe ametujalia, inatusukuma sasa kujiweka katika ulinzi wa Mungu kila siku. Na kila tunaporudi katika adhimisho la liturujia, iwe ni misa takatifu, iwe ni kuadhimisha sakramenti mbalimbali, liturujia vipindi au kuabudu Ekaristi Takatifu, maana yake na ibada mbalimbali zote tunazozifanya za visakramenti na sala binafsi tunazozisali, zote hizi zinaamsha hamu. Kwa kweli kila anayesali, maana yake anasema mimi ninataka kupata uzima wa milele.
Kila anayesali anajiweka mbele ya Mungu kwa ajili ya kupata uzima wa milele, kwamba maisha yake hapa duniani yadhihirishe, yaonyeshe, yaelekeze na yaelekee na yaoneshe kwamba kweli nina hamu, kweli ninatamani, kweli ninamuomba Mungu anijalie kupata uzima wa milele. Na ndio maana sasa katika mazingira hayo utaona neno la Mungu linalohubiriwa linalenga zaidi kutukumbusha kwamba ni kwa namna gani tuishi hapa duniani kwa ajili ya kuelekea mbinguni. Na hivyo liturujia hapo ndipo inapokuwa na uhusiano na maisha ya maadili, kwamba sasa tunaishije maisha yetu, amri za Mungu tunazishije, amri za kanisa tunazishije, majitoleo yetu mbalimbali katika matendo ya huruma tunafanya nini. Kumbe sasa katika muktadha huu na katika muonekano huu unaona kabisa msisitizo wa adhimisho la kiliturujia unakuwa ni kutuelekeza kwamba tumekuja kuadhimisha ili tupate uzima wa milele. Na ukienda kwenye kanuni ya imani tunayoikiri baada ya mahubiri kwamba tunapoanza na sadiki kwa Mungu mmoja, sasa mwishoni kabisa kwenye ile article ya mwisho au kipengele cha mwisho tunasali hivi: na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Hicho ndicho kipengele cha mwisho katika kanuni ya imani. Na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Tunathibitisha kwa neno amina. Ni kama vile sasa baada ya kusoma mkataba umeajiriwa katika kazi, lile neno amina ndio ile sahihi ambayo unayoiweka kuthibitisha kwamba yote yaliyoandikwa, yote yaliyosemwa na yote ambayo tumeyajadili yako sahihi, ninayapokea, ninayakubali na nipo tayari kuyatekeleza. Na ndio maana katika kanuni ya imani tunaanza na nasadiki kwa Mungu mmoja, nasadiki kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nasadiki kwa Roho Mtakatifu, nasadiki kwa kanisa moja, naungama ubatizo mmoja, alafu nangojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Kwamba haya yote ambayo nimeyaungama ndivyo ninavyoyaamini, ndivyo yalivyo na ndivyo ninavyoyapokea. Kwa hiyo mwelekeo wetu ni mwelekeo wa uzima wa milele. Na ukitoka katika sala hii ya nasadiki au ungamo hili la imani, ukija katika sala ile ya Ekaristi, tunasali kwamba tunasali anapoanza padi: Bwana awe nanyi, nawe rohoni mwako, inueni mioyo, tumeinua kwa Bwana, tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo padri ataendelea kutoa utangulizi huu. Mwishoni sasa huwa yanafuata yale maneno ya kuunganika kwamba kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Maana yake ni kwamba kumbe maisha yetu ya hapa duniani yana muunganiko na maisha ya kanisa shindi, kanisa la mbinguni na watakatifu wa mbinguni. Kwamba lengo letu kwa kweli tukiwa hapa duniani siku moja tutaunganika na malaika, tutaunganika na malaika wakuu, tutaunganika na watakatifu na wote ambao wanaishi katika maisha uzima wa milele katika kumsifu na kumtukuza Mungu bila mwisho. Na ndio maana sasa katika kuimba mtakatifu tunaimba katika furaha kuu, tukipiga makofi kuonyesha kwamba tumeunganika na kanisa la mbinguni katika kumsifu na kumtukuza huyu ambaye ni mtakatifu wa utakatifu, ni utakatifu wenyewe. Na katika sala ya Ekaristi tunaposali hasa kwa ajili ya kanisa la mbinguni kama nilivyoeleza zile sehemu tatu, kwamba katika sala ya Ekaristi takatifu baada ya utangulizi unapoingia sasa kuanza kueleza juu ya fumbo hili la Ekaristi takatifu, tunapokumbuka kwamba tunasali maneno kwa kanisa shindi ambalo ni kanisa la mbinguni, alafu kanisa linaloteseka tunaliombea kanisa loko toharani, alafu pia kanisa linalosafiri ambao ni sisi. Hapa utaona nitaanza maneno haya. Tunaanza na kanisa lililoko duniani. Tunajiombea sisi wenyewe: Bwana ulikumbuke kanisa lako leo popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu na askofu wetu, maaskofu, waklero wote na kadhalika. Baadaye inafuata kanisa
la duniani kwa hii sala ya Ekaristi ya pili, kwamba wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunaposali hii sala maana yake ni nini? Tunatamani kwamba ndugu zetu ambao hawajapata utakaso kamili, walioko toharani, wajaliwe uzima wa milele. Kwa unaona liturujia inatuelekeza kabisa kwamba kuona ile nguvu ya mimi mwenyewe kutamani maisha ya milele, lakini pia kuwaombea hawa ambao tunajua kwamba kutokana na maisha yao walivyokufa hawakufa katika utakaso kamili, kwa hiyo wajaliwe uzima wa milele. Na tatu, tunajiombea, tunaunganika, tunaliomba kanisa shindi ambalo kanisa la watakatifu, kanisa la mbinguni, kwamba tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote wale kupendeza tangu kale, tustahili kushiriki. Unaona sasa tunamalizia haya maneno, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza. Na hayo yote tunayaomba kwa njia ya nani? Kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiangalia kwa kweli, kila Mkristo anayeenda katika adhimisho la misa takatifu, unaona kabisa ametengenezewa mazingira na Mwenyezi Mungu kupitia kanisa, daima ajue kwamba yupo kwa ajili ya uzima wa milele. Na ndio maana sasa anapaswa kujiandaa vizuri, anapaswa kujiweka vizuri, ili lile adhimisho limpe mastahili, lile adhimisho limpe nguvu, lile adhimisho limuweke katika mazingira ya kupata uzima wa milele, kutokana na namna ambavyo yeye mwenyewe amejiandaa, kutokana na namna ambayo yeye mwenyewe amejiweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Na zaidi ukija sasa kwenye riti ya komunio, kwenye riti ya komunio utaona baada ya kumaliza ile sala ya Baba Yetu, kinafata sala inayoitwa embolism, sala inayounganisha sala ya Baba Yetu, inayounganisha sala ya Baba Yetu na ile sala, yale maneno tunayokuja kuyasema mwishoni, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Baada ya sala Baba Yetu au sala ya Bwana, padre anasema maneno haya: Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa tunapozungumzia uzima wa milele, maana yake tunazungumzia kwanza ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, ujio wa pili, alafu kufufuliwa wote katika wafu, na baada ya hapo sasa kuingia katika maisha hayo ya umilele. Kwa hiyo unaona, ili kuingia sasa katika maisha ya uzima haya wa milele, unaona yanahitaji utakaso. Na ndio maana sala inasema Bwana utuopoe katika maovu yote, tuopolewe daima na dhambi, na tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kumbe unaona ni maneno ambayo yanatualika na kutukumbusha kwamba maisha yetu ya hapa duniani ni maisha ambayo yanapaswa kuwa ni maisha yanayotuelekeza kutamani maisha ya umilele, maisha ya mbinguni, ili kwamba mwisho wa siku baada ya kufa hapa duniani, basi tuweze kupata uzima wa milele mbinguni. Na katika kupokea Ekaristi takatifu, tunaambiwa tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao waliokuwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Kwa hiyo tunamtazama huyu ambaye tunajiandaa kwenda kumpokea, yani Yesu Kristo, mwana kondoo aondoaye dhambi za ulimwengu. Sasa tunaambiwa heri yao waliokuwa kwenye karamu ya mwana kondoo, na tunajua kabisa kwamba karamu hii ambayo ni Ekaristi takatifu ni karamu ambayo ni karamu ya kinabii, kwa maana ya kwamba ni karamu ambayo sasa tunaila katika hali ya kidunia katika ishara, lakini baadaye karamu hii ambayo Ekaristi takatifu ambayo ni Yesu mwenyewe, kwamba ndiye sasa tutakuja
kumuona uso kwa uso, kumsifu, kumtukuza na kumwabudu, tukifurahia ile karamu ya uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo ndugu yangu, ni vizuri basi tukiwa katika mwezi huu wa 11 kama nilivyosema katika kipindi kilichopita, tujue kwamba tunaalikwa kwanza kuangalia macho yetu mbele, kwa maana kwamba kuangalia maisha ya uzima wa milele. Huu mwezi wa 11 natukumbusha, na ndio maana inaitwa mwezi wa marehemu, kwamba lengo letu ni kuwaombea hawa ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, ambao tunajua basi katika imani yetu kwamba mtu anapofariki anaweza kwenda, roho yake inaweza kwenda katika mojawapo ya sehemu zifuatazo baada ya kuwa amepata hukumu ya pekee: mbinguni, katika jehanamu, au katika toharani. Kwa hiyo mbinguni kwa sababu amekufa katika neema ya urafiki na Mungu na ametakaswa kikamilifu. Kwa hiyo amekufa katika neema ya utakaso, huyu anaenda moja kwa moja mbinguni. Lakini huyu ambaye amekufa katika dhambi ya mauti, hana urafiki na Mungu, amejitenga na Mungu, hakusadiki juu ya Mungu, na hata baada ya kueleweshwa, kufundishwa, hakuwa tayari. Maana yake amejitenga kuanzia hapa duniani na anajitenga pia katika maisha ya milele mbinguni. Maana yake hata muona Mungu. Lakini pia maisha ya toharani, kwamba huyu ambaye hajapata utakaso kamili, huyu ambaye anaenda kupata utakaso wa mwisho, na ndio maana panaitwa toharani au purgatorio, maana yake utakaso wa mwisho au mahali pa utakaso. Kwa maana kwamba wale wanaokufa katika neema na urafiki na Mungu lakini hawajatakaswa kikamilifu, ingawa wana uhakika na wokovu wao wa milele, baada ya kifo wanawekwa mahali wanapoendelea kutakaswa mpaka wapate utakatifu wa lazima kwa ajili ya kuingia katika furaha ya mbingu. Kumbe hayo ndio, au hiyo ndio hali halisi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika kuelewa kwamba sisi tuko hapa kwa ajili ya uzima wa milele. Na hivyo sasa ni lazima tuishi kwa kutambua ukuu wa Mungu, nguvu ya Mungu, na nafasi ya kujiweka daima chini ya Mungu, ili kila adhimisho la kiliturujia liwe nguvu ya kutujalia uzima wa milele, kwamba tusiende katika adhimisho la kiliturujia kama vile tu tunapita katika tukio fulani ambalo halina muunganiko wowote wa kiroho, na kutupa ile hamu ya kutamani maisha baadaye ya uzima wa milele. Kuna jumbe hapa za msikilizaji, ni kamati ya ujumbe wa kwake. Huyo msikilizaji anasema anaitwa Kumbai Gimbuye kutoka Mwanzugi Igunga. Anasema swali, anauliza, mtu anapokufa bila kuungama kwa kinywa chake, kuna msamaha gani kwa kuombewa dhambi zake au apate uzima wa milele? Swali la msikilizaji hilo. Asante ndugu msikilizaji. Swali lako unalolisema kwamba mtu anapokufa bila kuungama dhambi zake kwa kinywa chake, kwamba kuna msamaha gani katika sala ambazo tunazozisali? Kwanza tujue, hatuwezi tukajua hizo dhambi ambazo tunazozungumza ni zipi, kwa sababu kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo, hiyo moja. Kwa hiyo kama alikuwa huyu mtu katika maisha yake ametopelea kabisa katika dhambi, maana yake ameishi katika dhambi ya mauti, amejitenga kabisa na Mwenyezi Mungu, hajishughulishi na chochote, hata baada ya kushauriwa, kuonywa, kama vile ambavyo kila siku tunaambiwa katika maadhimisho na katika tu mawaidha ya kawaida. Kumbe mtu huyu ambaye amejitenga kabisa, ndio tunasema kwamba anaenda kwa kweli huyu jehanamu. Ndio maana tunasema hatuwezi, katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1033 inatufundisha hivi: hatuwezi kuungana na Mungu kama hatuchagui kwa uhuru kumpenda. Lakini hatuwezi kumpenda Mungu kama tunatenda dhambi kubwa dhidi yake, dhidi ya jirani yetu na dhidi yetu wenyewe. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mwajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ndani yake.
Bwana wetu anatuangalisha kwamba tutatengwa naye tusipowasaidia katika mahitaji yao makubwa, fukara na wadogo ambao ni ndugu zake. Kufa katika dhambi ya mauti bila kutubu na bila kupokea mapendo ya huruma ya Mungu ina maana kutengana naye kwa daima kutokana na uchaguzi wetu huru. Na ni hali hii ya mtu kujitenga mwenyewe kabisa na ushirika pamoja na Mungu, na wenye heri ambao huitwa jehanamu. Sasa kama amekufa katika hali hiyo ya dhambi ya mauti, kwa kweli huyu mtu ataenda motoni. Sasa sala zetu zina maana gani sasa? Sisi ambao hatujui sasa yuko wapi. Sisi tunatimiza lile wajibu la kusema kutokana na maisha alivyoyaishi, na ndivyo tunavyohukumu tunavyoweka mambo kibinadamu. Sasa kama amekufa katika hali hiyo, maana yake atakuwa ameenda motoni. Na kama ameenda motoni, maana yake sala tutakazozisali zitawasaidia wale ndugu zetu marehemu walioko toharani, ila yeye zitamsaidia. Roho yake tabaki huko akikaa huko katika maisha ya jehanamu. Lakini pia inatupa nguvu sisi tulio duniani zile sala kutukumbusha maisha ya umilele. Na hivyo kila tunaposali kuwaombea marehemu kwamba yuko motoni au yuko toharani, maana yake aliyeko toharani zile sala zitamsaidia motoni, zitamsaidia chochote, ila zitakuwa ni msaada kwa wale ambao walioko toharani. Kwa hiyo hiyo ndiyo maana ambayo naiweka hapo, ndugu msikilizaji ambaye umeuliza swali, na nikushukuru sana. Asante baba kwa majibu mazuri, na mimi msikilizaji pia umelizika na majibu. Ni kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji anaitwa Zulfa kutoka Hanihani. Yeye anauliza, tukifa tutakutana na wapendwa wetu? Jawabu ndiyo, tutakutana na wapendwa wetu, lakini namna gani tutaweza kuonana na kwamba kufikiri kwamba tutaanza kusema fulani habari za kule duniani, jamani tumejaliwa wote kufika mbinguni. Hiyo haitakuwepo ya mtindo huo, kwamba tutakuwa mbinguni ndio, lakini kwamba tutaonana kama tunavyoonana hivi na kufahamiana hivi, hiyo hapana. Asante. Ni kama ujumbe mwingine kwake msikilizaji anaitwa Godfrey Mlumbi wa Igunga, rais wa vinyozi. Ana maswali mawili. Swali la kwanza anauliza, je, amri 10 alizopewa Musa zinatuhusu na sisi kizazi cha neema? Na swali la pili linasema, kama zitakuwa zinatuhusu na sisi, kwa nini sasa kuna baadhi ya amri hatuzifuati kama vile kama ile amri ya kwanza na maana yake na ile ya pili? Asante ndugu msikilizaji, na asante kwa kuuliza swali, na Mungu akubariki. Tukumbuke kwamba namna ya hizi amri zilivyo, wanasema kutokujua historia na penyewe ni changamoto, na ndio maana kuna wale ambao sasa wanasomea baadhi ya mambo ili mwisho wa siku waje wawaeleweshe. Katika uandishi wa maandiko matakatifu yameandikwa katika lugha tofauti. Lugha asili ya maandiko matakatifu ya kwanza kabisa ambayo tunasema ni Kiebrania, baadaye kaja ikaingia katika lugha ya Kigiriki, baadaye lugha ya Kilatini. Kumbe sasa namna ya kuangalia hii Biblia, sisi tunapoangalia, hasa najua unazungumza hiyo, ukienda moja kwa moja kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 aya kwanza mpaka ya 6 inapozungumza msiabudu miungu wengine, yanatajwa mambo mengi pale. Lakini katika kuangalia ile amri, kanisa linapokuja kuziweka zile amri za Mungu, sasa linaweka katika mfumo wa katekesi. Kumbe ni vizuri tukaelewa amri tunazozitaja zipo katika mfumo wa katekesi, kwa maana ya kwamba huyu anayeingia katika kufundishwa mafundisho ya Ukristo, mafundisho ya kumwelewa Mungu, anapoandaliwa sasa kupata wokovu kwa njia ya ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu, aelewe kwa ufupi kwanza. Amri ya kwanza inasema usiabudu miungu wengine, kwa sababu ukiangalia hiyo sura hiyo ya 20 aya ya kwanza mpaka ya 6, kwa kweli unaona kabisa mtiririko huko hivyo. Alafu pili, yani nia na lengo la Mungu ni kwamba tusiabudu miungu wengine. Alafu hiyo amri ya pili inayoanzia aya ya 11, unaona kabisa kwamba hiyo sura ya 20 inayosema shika kitakatifu siku ya Mungu, sasa inaelezwa maneno mengi. Nakumbuka kwamba kipindi kile walikuwa wanaongelewa Wayahudi
kwa namna ya pekee. Sasa tunapokuja sisi katika maisha haya ya Ukristo na Agano Jipya, sasa maana yake ile amri imewekwa katika mfumo ambao tuweze kuelewa kwamba shika kitakatifu siku ya Mungu ndicho ambacho Mungu alichokitaka, kwa sababu haikulenga tu kwamba tubaki katika kueleza Sabato, kwa sababu kumbuka kwamba Sabato kipindi ya Wayahudi ilikuwa wanasali Jumamosi, lakini sasa utimilifu wa hii Sabato ndio inakuja kudondokea katika siku ya Bwana ambayo ni Jumapili, na ndio Kristo alipofufuka, na kwa njia hiyo sasa wote tunasimama katika hilo. Kumbe haijabadilishwa, iko vile vile, lengo linabaki na nia inabaki, na pia amri hizo za Mungu zinaendelea mpaka mwisho wa dahari, kwa hiyo zinatuhusu sote. Asante. Asante. Ni kamata ujumbe mwingine kwake msikilizaji, anaitwa Mama Chazi wa Igunga mjini kutoka mtaa wa Store. Anauliza, je, ukipokea Ekaristi Takatifu bila kutubu inawezekana? Haiwezekani, maana yake labda kama hujui, kwa sababu tunaambiwa kwamba yeyote anayeenda mbele ya Mwenyezi Mungu aende katika moyo safi na moyo mweupe, na hivyo Mkristo daima tunakumbushwa kwamba tujiweke safi, na ndio maana kuna sakramenti hiyo ya kutubu, sakramenti ya maungamo, sakramenti ya upatanisho inayotupatanisha kwanza na Mwenyezi Mungu, na hivyo kujiweka daima vizuri katika hilo adhimisho la misa takatifu ili kuweza kupata neema na mastahili yanayohitajika katika misa takatifu. Kinyume chake ndio tunaingia katika ile dhambi ya kukufuru, na maneno ya Paulo yako sawa kabisa katika ile sura ya 11 aya ya 25 anaposema kwamba yeyote anayekula mwili huu akiwa na dhambi ya mauti pasipo kustahili anajitengenezea hukumu yake mwenyewe. Kwa hiyo kumbe tusithubutu kufanya hivyo au kupokea bila kujiweka tayari, bila kuungama na bila kujiandaa, kwa sababu tunajitengenezea hukumu yetu wenyewe. Asante. Ni kamata ujumbe wa mwingine kwake msikilizaji. Yeye ameuliza, je, tukifa tunaenda wapi? Hajataka kusema yeye ni nani na yuko wapi. Nimetaja hapa kwenye mafundisho kuna hali tatu ambazo baada ya roho ya mtu, baada ya roho yake kuacha mwili, anapata hukumu ya peke yake kwa jinsi alivyoishi, na baada ya hapo sasa kama roho yake imekufa katika hali ya neema ya utakaso anaenda mbinguni, kama amekufa katika hali ya dhambi ya mauti anaenda motoni, na kama amekufa katika hali ya utakaso usio kamili maana yake huyu sasa anaenda toharani. Ndivyo jawabu lilivyo. Asante. Na msikilizaji, ni kushukuru kwa maswali yako. Muda nao naona sio rafiki, lakini hapa nisome jumbe mbili za mwisho tu tumalizie. Huyu anasema tuko pamoja sana, ni Emmanuel William wa Igunga. Asante kwa ujumbe wako. Ni kamata ujumbe wa mwisho, naona jumbe ni nyingi. Huyu anasema, je, ukitenda dhambi ya kuua inasamehewa? Dhambi ya kuua, hakuna dhambi ambayo ni ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu au ni kubwa kwamba inamshinda. Maadamu tu umeungama katika uhalisia, umeungama katika kweli na umetambua kosa lako, daima unasamehewa. Yeyote anayetubu, yeyote anayeungama, yeyote anayemkimbilia Bwana anasamehewa. Ndio maana Yesu alisema, njoni kwangu nyinyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kutoka kwangu, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo hakuna dhambi isiyoweza kusamehewa. Dhambi isiyosamehewa ni ile tu ya kukataa huruma ya Mungu, ya kukataa uwepo wa Mungu, na ya kukataa kujiweka chini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dhambi ambayo ukifa kwa kweli unaenda nayo motoni moja kwa moja, na dhambi zingine zote kubwa ambazo mtu kwa makusudi amekataa kuziungama. Asante. Asante baba, muda sio rafiki, tumalizie kipindi chetu. Nikushukuru sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji, na niwashukuru wote ambao umeweza basi kuchangamotisha kipindi hiki kwa kuuliza maswali na kutoa jumbe hizo za kushukuru na kupongeza. Basi Mungu aendelee kutubariki sote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.